nitajie mashabiki ambao wana furaha zaidi kwa sasa katika ardhi ya Tanzania. Jibu rahisi kabisa linaweza likawa ni mashabiki wa kikosi cha Young Africans. Mabingwa mara 31 katika ardhi ya Tanzania. Mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Mabingwa mara 4 wa kombe la shirikisho kwa maana CRDB Federation Cup, lakini pia wakinyanyua ngao ya jamii. Wana Toyota Cup, wana Muungano Cup. Yani katika lile kabati lao kwa sasa hivi ukitembea katika mitaa ya Twiga na Jangwani kumesheheni furaha kweli kweli. Na sasa tunavyozungumza mimi na wewe, kinachoendelea katika jiji la Dar es Salaam ni furaha maradufu, kwa maana kwa sasa hivi Dar es Salaam Young Africans wako wanafanya paredi la ubingwa mara 31 wa ligi kuu ya Tanzania bara. Niko na Steven Mapunda ndiye ambaye tuko naye humu ndani. Tunakwenda kuyatazama kwa kina baadhi ya matukio na kile ambacho kinaendelea huko katika mitaa ya Twiga na Jangwani, wakati hiyo mitaa Msimbazi wakiwa wamepoa tuli. Wanasema kwa sasa hivi funika kombe mwanaharamu apite, usizungumze chochote. Ukiongeza tu maneno wanakuambia hii ni meza ya watu, ni meza yenye vinywaji vya bei ghali. Ndio meza ambayo sasa hivi Young Africans wako nao. Bwana Steven, karibu. Mimi nashukuru. Mimi niko vizuri. Unaanza kwa mbwembe kweli kweli. Mimi niko vizuri. Unaweza kusema mimi ndo mwenye shughuli yake. Bwana wewe. Lazima uzaramu wote. Lazima uanze kwa mbwembe, kwa sababu usipoanza kwa mbwembe wenye nchi yao wataanza kukuona wewe wananongo hawa. Wataona kwamba huyu bwana vipi? Huyu vipi huyu? Appreciate tulichokifanya. Huyu vipi huyu ndugu yetu? Mbona kama ana raha? Bwana sisi tuna furaha kabisa. Naomba nikaribisha mtazamaji wa Data Sports. Mimi na ndugu yangu Steven Mapunda hapa tunakwenda kuyatazama kwa kina yale yote ambayo yanaendelea kule katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Kwa sasa hivi kiuhalisia kinachozungumzwa hasa ni Dar es Salaam Young Africans, na kwa sasa ambacho kinaendelea kwao ni paredi la ubingwa wa mara 31 ambao wameweza kutoa hivi juzi mara baada ya kumfunga mtani wao Simba Sports Club kwa idadi ya magoli 2-0, na hivyo kumwacha kwa idadi ya alama 4. Lakini pia jana hiyo Young Africans alitoa tena ubingwa wa kombe la shirikisho hapa nchini Tanzania kwa maana CRDB Federation Cup. Tuanze na tumruhusu kwanza Pako apitishe haya matukio. Kisha tutakuja tuanze kurejea moja baada ya lingine na tukachambua kwa kina kwa hichi ambacho kinaendelea. Itakuwa bora zaidi. Basi nimkaribishe Pako aweze kuweka hicho ambacho kinaendelea huko barabarani, tuseme hivyo. Tuambie wana Simba. Litapita hapo kombe. Sawa sawa.
Asante Paco, asante sana Paco kwa picha ngavu ambazo zimeweza kutulia hivyo na ameweza kutuonesha namna gani ambavyo mambo yanaendelea huko barabarani. Shughuli ilianzia airport pale, Terminal 1. Baada ya hapo nilikuwa naangalia hapa route yao, unajua wanachanganya route. Wanapitia Tazara, Keko, Karume, Msimbazi lazima, alafu mwisho lazima iwe makao makuu ya club. Pengine tuangalie hapo Steven kwamba ambavyo tumeyaona matukio paka kufikia muda huu ambavyo tunazungumza. Unajua hata sisi waandishi wa habari leo tunalala tumechoka, sio wachezaji tu wala mashabiki wa kikosi cha Yanga. Pengine nisikie neno lako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, paredi la mabingwa watetezi wa nchini Tanzania. Mabingwa wa nchi ya Tanzania. Nafikiri bwana Florence, hiki ambacho kinaendelea ni plani ambayo wana Yanga walikuwa washaiplani toka msimu unaanza. Lakini pia si mara ya kwanza kufanya hiki ambacho kinafanyika. Kwa misimu mitatu waliweza kufanya hivyo kwa ufanisi zaidi, na kila msimu wanapomaliza ufanisi unaongezeka zaidi. Na pia naweza nikasema moja kwa moja kwamba Yanga ndio klabu ya kwanza kuweza kusherehekea ubingwa katika moment kubwa na katika hali kubwa zaidi, kwa sababu tulikuwa tumezoea huko nyuma Yanga akichukua ubingwa, Simba, Azam, Mtibwa Sugar, unakuta wanachukua tu magari ya kawaida ya PA, yanawekwa tu, yanapigwa tu sticker za kawaida, wanaingia mtaani na wapigi paredi ya muda mrefu, ni paredi fupi tu, yani kuashiria tu kwamba tunasherehekea ubingwa. Baada ya hapo inakuwa imeisha. Lakini Dar es Salaam Young Africa wameamua kuja kitofauti. Wanachukua special kabisa, special parade car, wanasema special parade bus. Ambalo hili linatoka nje ya Tanzania. Wanalileta Tanzania kwa ajili ya kufanya hiyo parade. Na hayo tumezoea kuyaona katika nchi za wenzetu zilizoendelea. Ukiangalia Misri, ukiangalia Ulaya, kama lile jiji la Madrid huko Hispania, ukiangalia jiji la Manchester City, Manchester United, Liverpool, ndo matukio ambao wanayafanya. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu mpira unazidi kukua na kwetu tumeamua na sisi pia kuadapt hivyo vitu kwa sababu pia vinasaidia kabisa. Lakini bwana Florence, ukiangalia mbali ya kwamba tu tunasherehekea, ile pia inasaidia nini? Kwa vilabu vyetu inasaidia kutengeneza hamasa kwa mashabiki, kwa sababu pale the way unapokuwa unapokusanya watu wengi kwa pamoja, pale klabu kama inakuwa na agenda yake ni rahisi kuweza kuipitisha. Of course. Na ukiangalia kwa mfano kama kwa Dar es Salaam Young Africa, wanachama unakoma mwezi wa 7. Yani mwezi wa 7 wanatakiwa waweze kulipia kadi za wanachama, kurenew wanachama wao, kutafuta wanachama wengine wapya pia. Kwa hiyo ina maana kwa kigezo kama hiki kinasaidia kuweza kuwakusanya wanayanga pamoja, na hata watakapokuwa wanapitisha matangazo yao, jamani tulirenew kadi zetu za wanachama, kwa sababu tayari wananchi wana furaha. Unakuta kwa tukio tu la siku hiyo tu peke yake wanaweza kupata wanachama wengi zaidi, na klabu ikapata mapato. Lakini pia ukiangalia jana tulikuwa tumeenda sehemu na Cisco katika kuangalia sehemu mbalimbali, kuna baadhi ya maeneo tulikuwa tumepenyezewa kwamba klabu ya Yanga imetoa nafasi ya kila tawi lililopo Dar es Salaam, kila tawi lililopo Dar es Salaam ambapo tawi hai liweze kutoa mwakilishi mmoja ambaye huyo atakuwa kwenye paredi, atapiga picha na kombe, lakini pia atapata chakula cha jioni na wachezaji pale. Kwa hiyo pia inatoa fursa kwa matawi kwamba
wanapokuwa wanamtoa mwakilishi either kiongozi au mwanachama, anapokuwa anaenda kule anapata nafasi ya kukaa karibu na viongozi wakuu wa klabu, anaenda kugain experience kwamba mambo yanaendaje klabuni, watu wanaongozaje. Kwa ina maana kwa uzoefu ambao anakwenda kuupata kule, anakuja kuongeza nguvu katika tawi lake na nguvu kwenye matawi inakuwa kubwa. Kwa hiyo paredi hii linakuwa inajumuisha faida nyingi zaidi ya kusherekea tu ubingwa, lakini pia uhai wa klabu pia unakuwa unarejea zaidi. Na pia kwa mwaka huu challenge ambao wanaipata ni barabara. Barabara kwa sasa taifa letu lipo katika matengenezo, maboresho makubwa sana kimiundombinu jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo unakuta wakifika unakuta ruti zinabadilika ghafla, kwa sababu nafikiri changamoto ya ujenzi unaoendelea wa barabara. Lakini pia ukiangalia leo ni siku ya kazi, Jumatatu, bado jiji bado lipo katika hali yake ya uchangamfu na katika pilika zake. Lakini pia bwana Florence, kitu ambacho nimekigundua, wachezaji mbali ya kucheza mpira kuna wengine wana vipaji mbalimbali. Tumemwona hapo Israel Patrick Mwenda amekaa kwenye mashine amekuwa DJ akiwa anapiga pale. Kwa hiyo hii pia kwa sababu hapo katika furaha inapelekea mtu kuonyesha sasa pia uwezo wake mwingine zaidi ya mpira na uwezo wa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo nimeona Diclatus Chota Chama anacheza, jana nimeona Ali Aucho na anajiachia kabisa. Kwa hiyo inakuwa mtu anapofurahi bwana anaweza kukupa kitu cha ziada ambacho akiwa katika hali ya kawaida hawezi kukuonyesha. Kwa hiyo mara nyingi sana hata wanasaikolojia wanasema kwamba usifanye maamuzi ukiwa na furaha iliyopitiliza na wala usifanye maamuzi ukiwa na hasira iliyopitiliza kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine kwenye furaha iliyopitiliza tunaweza tukauona uwezo wako na kwenye furaha iliyopitiliza pia tunaweza tukaona madhaifu yako. Kwa katika hili pia lazima tuweze kujifunza kitu bwana Florence. Bwana Steven Mapunda. Ndio. Mimi of course huwa napenda sana kuwaona watu wana furaha kabisa. Kwa hata kinachoendelea kwa Dar es Salaam Young Africans na mimi pia kinanifurahisha kabisa. Unajua hapa tumempa tu nafasi pako apitishe baadhi ya video tu. Unajua video ni nyingi sana yani matukio ni mengi sana ambayo yanaendelea. Kuna sehemu imefika mahali mziki yani paredi likasimamishwa, wakasema jamani ni muda wa watu kuburudika kwanza. Kabisa. Kwanza likafunguliwa mziki wananchi wacheze. Sasa jambo ambalo linafurahisha zaidi ni kwamba yani hata yule ambaye alikuwa anasema si mgonjwa huyo alikuwa amekaa hapa, huyu shida yake ngwaje huyu siku mbili amelala hapa hivi ndani amesikia napigwa Yanga Africa, sikwambie sisi ndo Yanga Africa. Bibi wa watu nimemwona pale ameingia katikati pale anaserebuka nikasema wow, just wow. Kiukweli nafikiri hivyo ndivyo ambavyo vilabu vyote duniani huwa vinahitaji kuona kuona mashabiki wao. Kabisa. Yani natumaini hii furaha ni furaha ambayo hata Simba labda Azam na timu zingine wanahitajika kuziona kabisa. Mashabiki wao wana labda cha tofauti ni kipi ambacho Steve mpaka sasa hivi tunavyotazama paredi la Young Africans kuna tofauti gani na maparedi mengine ambayo tuliyaona na misimu mingine? Kwa sababu jinsi unavozidi kufanya kitu kizuri ndivyo ambavyo na tunasema ubora wako unazidi kuongezeka. Kwa hiyo hadhi ya ubora inavozidi kuongezeka na wewe unapaswa kuendelea kuonekana kuwa bora tofauti na ilivyokuwa, si ndio? Labda cha tofauti kipi ambacho tumekiona kwenye paredi la tufanye la msimu watu uliopita tu 23 24 sasa hivi 24 25? Yes, utofauti upo mkubwa zaidi, lakini utofauti mwingine ambao unaweza kuona kwa haraka zaidi ni swala la kibiashara. Dar es Salaam Young Africa kwa msimu huu wameongeza biashara kwa kiasi kikubwa sana ukizingatia na msimu uliopita. Kwa hiyo tukirejea tu nyuma msimu uliopita kuna baadhi ya product ambazo zilikuwa hazipo kwa mfadhili wao mkuu GSM. Lakini ukiangalia kwa sasa kuna baadhi ya product ambazo zipo ambazo msimu uliopita hazikuwepo. Kwa hiyo unakuja kuona hata namna ya kuweza kutangaza utangazaji wako umekuwa wa hali ya juu. Na mwanzoni tulikuwa tunaona hata maji wanayoyatumia sio maji ya klabu, lakini kwenye paredi ukiangalia mwanzo mwisho wanatumia maji ya GSM.
Kwa hii inaongeza kitu kikubwa sana kwa mfadhili, lakini pia inakwenda kumpa motisha mfadhili kuona kwamba kumbe mpira ni biashara ambayo inaweza ikapeleka mambo yangu mengi sehemu kubwa zaidi. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo limefanyika kitofauti sana. Ukiangalia na misimu mingine iliyopita tulikuwa tunaona wakiwa wanatumia maji, watumii maji ya mfadhili wa moja kwa moja wa klabu, lakini safari tunaona wana vinywaji mbalimbali, kuna maji na vitu kama hivyo. Lakini pia ukija kuangalia kitu kingine ni ile engagement kati ya wachezaji pamoja na mashabiki. Na mashabiki wao. Yes. Ukiangalia kwa misimu kadhaa iliyopita kulikuwa kuna gap kubwa sana kati ya viongozi, wachezaji pamoja na mashabiki. Nimemwona Arafati alienda kupanda bajaji ya mashabiki. Hajakaa kwenye lile ile gari kubwa lile ambalo rais yuko kule. Nimeona hiyo. Na sio yeye tu, na pia kuna wajumbe kadhaa pia nimewaona wakiwa katika magari madogo, wengine katika bajaji, lakini pia tumewaona pia mashabiki ambao wana umaarufu mkubwa ndani ya klabu wapo katika pikipiki. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo inakuwa inatengeneza zaidi kitu kinaitwa familiarity kati ya fans pamoja na management na wachezaji, na ambayo inaweza ikasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kutengeneza mahusiano ambayo si ajabu usingeweza kuyapata kirahisi. Kwa sababu mfano kama sasa hivi Sisco yupo katika eneo la tukio, sisi tupo studio kama hivi tunaendelea, tunaamini kabisa kwamba Sisco atakapokuja baadaye vile ambavyo atakapokuja kutupa sisi, yeye atakuwa karibu zaidi na tukio, kwa inawezekana akawa ameongeza mahusiano makubwa zaidi, atakuwa amepata leakage kubwa, amelink na watu kwa urahisi zaidi, tofauti na sisi ambao tuko mbali na tukio. Kwa kukaa karibu kama hivyo na kufanya vitu kama hivi vinasaidia kutengeneza marafiki, vinasaidia kutengeneza ujamaa, lakini pia kutengeneza pia undugu. Na bwana Florence, unaweza usiamini, lakini kwa tukio hili ambao wanalifanya Yanga siku ya leo la paredi, linaweza likazaa ndoa. Ndio nakwambia linaweza likaleta ndoa kwa tukio hili. Wewe umezungumza ndoa, mwili umesimka mwili. Wewe unajua bwana harusi mtarajiwa hapo, mwili umesimka ndoa bwana. Nakwambia bwana Florence, kama wewe usiniambie nitoke hapa nikakimbia nikwambia sisi kwa studio hapa. Kama kila kitu kiko tayari. Bwana Florence, kama kila kitu kiko tayari. Kama ukumbi upo tayari, MC uko tayari, muziki uko tayari. Kila kitu kipo. Kama tatizo ni mke tu. Leo itakiwa uende kwenye parade. Usingekosa. Sawa. Usingekosa. Sawa. Bwana mimi moja ya kitu, lakini kuna sio mbaya Simba wakijumuika. Katika hili unajua kuna ubaya na kuna uzuri. Lakini hii ni sherehe Steve. Sawa, sherehe ya nini? Sherehe ya Yanga kusherekea kuwa bingwa wakati huo 31. Simba na maumivu ya kukosa ubingwa mara 4. Sikamkimbiza. Tusimsifu aliyemshinda, aliyekuwa mshindi tu, tumsifu na aliyekuwa anamkimbiza. Mnaungana wote kwa pamoja bwana, umesherekea leo. Sasa hiyo bwana Florence sio kwa Simba na Yanga. Hawakuwa na doto. Hawakuwa na doto, bato lao sio la masiara, kwa sababu ruti yao watafika hadi pale Ilala Boma pale. Ilala Boma pale wataenda hadi pale, wanaenda hadi pale Ilala pale sokoni watasimama. Baada ya hapo sasa wanaanza kuitafuta Kariakoo. Wakishafika pale makao makuu pale na ile jamu yake ile watakapojichelewesha pale, mimi naelewa pale watafanya masimango ya hali ya juu. Kwa hiyo wacha wafurahi, lakini mimi nakuhakikishia bwana Florence, wasipofurahi sasa, siku jirani yake akipata furaha yake. Sasa ubaya wa Simba wajui kukera sana kama washajifunza. Mimi nakuhakikishia wananchi nye furahidi tu kwa sasa hivi, ni wakati wenu, lakini siku bwana yule akaipata hii chance, akipata hichi kijiti hivi akakishikilia vizuri. Kwa sababu nakwambia Florence, ulimsikia msemaji wa Yanga alisema kwamba Alishabani Kamwe. Kamwe alisema kwamba wao baada ya kumfunga Simba na kutangazwa kuwa bingwa walipiga simu kubuku lile basi la kufanya parade. Hivyo kule waliposikia kule wakauliza kwamba kwani nyinyi ndo mabingwa? Maana kuna wenzenu kualisha buku. Umeelewa vizuri Kwa hiyo ina maana hata wao walikuwa wanajipanga kwamba Yanga kikaa vibaya tukimpiga. Sasa parade yake ingekuwa maana parade la Simba lingekuwa sasa hapa tunazungumza lingekuwa parade la Simba lingekuwaje? Parade la Simba lingekuwa lina kombe la ligi NBC, lina medali
ya CAF. Hapo bwana. Yaani ingekuwa limening'inizwa hivi. Medali ya CAF ingetengenezwa ya mfano ambayo ingekaa pale kwenye basi kubwa sana. Mimi hisi ingetengenezwa. Wachezaji wote wangevaa medali zote, wangevaa medali za ligi, wangevaa na medali za CAF. Basi inachongewa 3D ile. Unajua ile 3D ile, yaani inawekwa pale juu ile medali ya CAF. Bwana mimi ndio maana Steve naupenda sana mpira wa Tanzania. Una ladha yake tofauti sana. Pengine mambo unaweza usiyapate huko uzunguni. Ukiweka na necha yetu ya maisha hivi tulionayo kila siku hivi. Tunasema uswahili wetu wa Simba na Yanga hivi. Basi raha kama hizi tunaendelea kuzipata, lakini kiufupi ni kwamba hii furaha ambayo alionayo Young Africa sasa hivi na huzuni alionayo Simba sasa hivi ndio kitu ambacho tunaita nyakati kwenye maisha yetu, si ndio? Yani hata kwenye ukiachana na mpira ndio maisha tulionayo sisi. Na ndio hivyo Florence anasema kwamba tofauti yetu ndio uzuri wetu. Leo Yanga anafurahi, Simba ana huzuni. Basi hiyo yani ndio uzuri wenyewe, kwa sababu ipo siku Yanga atahuzunika, Simba atafurahi. Ndio furaha ya mpira wetu. So alifurahia miaka 4. Mimi nafikiria miaka 4 hawakujua kukera. Bwana kama tumshukuru sana Paco aliyopo nyuma ya kamera pamoja na Cisco. Mimi ni Florence Renatus, nilikuwa na mwenzangu Steven Mapunda ndani ya Data Sports. Haya yalikuwa ni matukio kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa mabingwa wa nchini Tanzania mara 31. Mara 4 mfululizo. Kabisa. Nimenukuu vizuri. Msije mkasema una matano msimu huu. Makombe 5 msimu huu. Toyota Cup, Muungano Cup. Ndio. CRDB Federation. Ngao ya jamii. Kabisa. Sasa hii tunahitaji. Ikiwa 3 tunaita treble. Hii tunahitaji. Bwana Paco tunakushukuru sana.